Yeye Mungu anavipima vitu kwenye neno. Amen. Anavipima vitu kwenye, anapima standard ya maombi yako kupitia neno. Manake ndani yako unapolikosa neno la Mungu unakosa kumjua Mungu. Ndani yako unapolikosa neno, manake unayakosa maisha mazuri, unayakosa mambo mema. Si ameshasema umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokuja. Manake kwa kadri wewe unavyojua, unavyozidi kulijua neno, kwa kadri unavyozidi kuelewa kwa habari ya Mungu, kwa kadri unavyozidi kuelewa kwa habari ya neno linasema nini kwenye afya, linasema nini kwenye uchumi, linasema nini kwenye maisha ya huduma, linasema nini kwenye maisha ya uzao wako. Kwa kadri unavyozidi kuelewa ndivyo Mungu anavyozidi kufanya, kwa sababu unajua. Amen. Na wewe mwenyewe utaomba kwa ujasiri, kwa sababu unajua kupitia neno hii ni hakika, na hii ni ahadi, hii Mungu ameisema lazima aitimize. Na unajua kwamba Mungu amekuza hiyo ahadi, kwa sababu yani kile kitendo cha wewe kujua neno, maana yake unazidi kumjua Mungu. Ndio maana Biblia ikasema mtu asijisifu kwa sababu ya hekima, asijisifu kwa sababu ya utajiri, wala asijisifu kwa sababu ya chochote, ajisifu kwa sababu anamjua Mungu. Kama una jambo la kujisifia sio shepu. Kama jambo la kujisifia lipo sio mavazi. Kama jambo la kujisifia lipo sio cheti ulichonacho cha darasani. Kitu cha kujisifu ni pale wewe unapokuwa na hakika kwamba ninamjua Mungu ninayemtumikia. Ifike mahali useme ninamjua Mungu niliyemwamini, mimi namuelewa. Ukishafika kiwango hicho cha kumjua Mungu, anasema mema yatakuja. Ukiona kuna mabaya, manake kuna viwango vya neno ambavyo haujavitimiza. Ngoja niwaambie hivi, neno ambaye ni Mungu akiwa ndani yako, wewe ukiwa unapigana na mtu yoyote kwenye maisha, ni Mungu anapigana naye, kwa sababu una neno. Manake wewe ukitembea namna hii, unavyotembea hata hivi tu, ujue kabisa ni Mungu anayetembea, kwa sababu una nini? Una neno. Ukifanya biashara, maana yake ni Mungu anayefanya biashara, kwa sababu una neno. Anazungumza habari ya mema kukujia. Mambo mabaya mengi yametupata kwa sababu hatuna neno. Tusimame. Ukitaka kumwona Mungu kwenye maisha yako, usilidharau neno. Unapotaka kumwona Mungu kwenye maisha yako, maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, maisha ya huduma, maisha ya uchumi, maisha ya afya, ukitaka kumwona Mungu wewe uliokoka, ukitaka Mungu asimame upande wako, lipe neno la Mungu nafasi. Ondoa kiburi, ondoa majigambo, ondoa tabia ulizonazo. Mwambie Mungu, nipo tayari unishughulikie kupitia neno. Mwambie Mungu, mimi nipo tayari uzungumze na mimi kupitia neno. Hautaisikia sauti ya Mungu kwenye maisha yako kama haujajifunza kwa habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, kwa sababu neno likikaa ni maisha yamekaa, ni uumbaji umekaa, ni hatima imekaa mahali pa Mungu. Ndio maana neno likasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Kutendewa ni kiwango cha maisha unadumu kwenye uokovu, ni kiwango cha maisha umesimama kwenye haki ya Mungu, ni kiwango cha maisha umeamua kumfuata Bwana, ni kiwango cha maisha umeamua kuwekeza kwenye neno. Kwa kadri unavyowekeza kwenye neno, kwa kadri unavyowekeza kwenye hii neema, ndivyo Mungu anavyoshuka kwenye maisha yako, ndivyo Mungu anavyosimama kwenye maisha yako. Hakikisha neno ni sehemu ya maisha, hakikisha neno ni sehemu ya ibada. Hakikisha unapotembea, mahali popote unapoenda, mwambie Bwana, ninaenda kwa neno. Maana Bwana, wewe umesema utaniagizia malaika zako ili wanitangulie. Mwambie Bwana, nitangulie kama neno lako lilivyosema. Kwa nini watu wamepotea? Kwa nini watu hawamfuati Bwana? Kwa nini watu wameifuata dunia? Ni kwa sababu wamesahau
Asili yetu ni neno, tulifanywa kwa neno, tukaumbwa kwa neno. Ile pumzi ya Bwana ambayo ni neno lake ilipulizwa ndani yetu, ikapulizwa ndani yetu. Ukimjua Bwana, ukimjua huyu Yesu, ukilijua neno lake, ukiijua kweli yake, hautapotea, hautapotea.